Ndugu yangu, tulikuwa tunazungumzia juu ya madhabahu na tunataka tujifundishe kwa haraka kitabu Ezekieli 16 kinazungumzia juu ya jina na madhabahu. Tusome. Neno la Bwana likanijia tena na kusema, mwanadamu, ujiulize Yerusalemu machukizo yake, useme Bwana Mungu asema, useme Bwana Mungu awaambia Yerusalemu hivi, azili yako ya kusaliwa watoka katika nchi ya Mkanani. Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Mhiti, na katika habari ya kusaliwa kwako, siku ile uliosaliwa kitovu chako hakikukatwa wala haukuoshwa kwa maji, usafishwe, haukutiwa chumvi hata kidogo, wala haukutiwa katika nguo kabisa. Hapana jicho lililokuhurumia ili kutenda lolote la mambo hayo kwa kuhurumia, lakini ulitupwa nje ya uwanda, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa. Katika siku ile uliosaliwa, nami nilipopita karibu nawe nikakuona ukigaagaa katika damu yako, nalikuambia, naam, nalikuambia, ujapo katika damu yako na uwe hai. Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu yangu, dada yangu. Kitabu kinakwambia kwamba siku ile uliosaliwa katika nchi ya Mkanani, baba yako alikuwa Mwamori na mama yako alikuwa Mhiti. Kuna hapo kuna maneno matatu ambayo nataka tusungumuzie. Wewe mwenyewe ni Mkanani, baba yako ni Mwamori, mama yako ni Mhiti. Wewe u katikati. Hiyo ni madhabahu ambayo inayotukula. Kitu ya kwanza, jamii ya baba yako na jamii ya mama yako si kitu moja. Unaweza kuwa Mluya, unaweza kuwa Mjaluo, mama yako akuwe Mkamba. Kuna madhabahu ya Ukamba, kuna madhabahu ya Mluya. Hiyo madhabahu wewe uko katikati. Ndio maana Biblia leo hii inakulinganisha kwamba wewe ulikuwa katika, baba yako alikuwa Mwamori, mama yako Mhiti. Hiyo ni madhabahu tofauti. Inakuja kukuandaa katika maisha yako. Unapotembea unajua unatembea katika hii madhabahu. Unakaa katika hii madhabahu na haujaijua. Ndio maana hii leo hii nimekuja ni kuambia kunayo madhabahu, na hayo madhabahu yanapoinuka ndani mwako hauwezi ukafanikiwa. Hayo madhabahu yanapoinuka ndani mwako yanainua vita ndani mwako, yanaanza kupigana, yanapigana ndani mwako. Wewe kulinganishwa na Mkanani ni kwa sababu ulimjua Mungu na haukujua yale madhabahu yaliyo ndani mwako. Ndio leo hii maana hii, ndio hii wakati huu unaomba usiku na mchana, unalilia Bwana usiku na mchana, lakini hauoni ukibarikiwa. Unalilia Bwana lakini unaona mambo yako hayasongi. Unalilia Bwana, unaona familia yako isongi. Unalilia Bwana, kila siku unaingia madhabahuni, unaenda kanisani, unaenda mifunga, unaenda mikesha, lakini unaona mambo yako hayabadiliki. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya yale madhabahu yaliyo ndani mwako, madhabahu ambayo ya ubaba, ya umama yaliyokufunga katika maisha yako, hayataki kuona ukisonga. Unapokuja kuchanganya na madhabahu ya Mungu, unaona yanakuwa vita ndani mwako, unaona inakupiga vita usiku na mchana, unaona hayakupenya fazi. Ndio maana unakaa maisha ya kufungwa, unaona maisha yako unaomba na hayasongi. Ndio maana inafika mahali unakata tamaa. Ni kwa sababu vita vilivyo ndani mwako vimekuwa ni vita vizito. Vita vilivyo ndani mwako vimekuwa ni vita ambavyo wewe huwezi ukavibeba. Vita vilivyo ndani mwako vimekuwa ni vita vizito sana.
Ni vita vya machozi. Madhabahu yanapigana usiku na mchana ndani mwako. Madhabahu hayakuachii vazi. Madhabahu hayataki kuona ukisonga. Madhabahu hayataki kuona ukikula. Hayataki kuona ukiishi. Hayataki kuona watoto wako wakisoma. Hayataki kuona ukifanya kazi. Hayataki kuona ukiajiriwa upate pesa mingi. Ni kwa sababu gani? Haya madhabahu ya kina mama yako, hii ya Mkamba hii ambaye amelinganishwa na Mhiti. Kuna mtu pale hakuwahi kufanya kazi akapata 50,000. Wewe leo hii unainuka unapata kazi, unaajiriwa 50,000. Yale madhabahu yanaanza kulia. Sisi tulipopandwa katika hili boma na wazee walitamuka, yeyote atakayehusika katika haya madhabahu asibarikiwe. Licha kana kwamba ukitaka kubarikiwa ni lazima uende kwa yale madhabahu na wewe uyatukuze hayo madhabahu ndio uinue. Lakini wewe leo hii umeingia katika madhabahu, unamtukuza Mungu, unamfanyia Mungu kazi na hujafunja hiyo madhabahu, hujatoka katika hiyo madhabahu, hujatoka katika hizo laana. Ndio maana unaona hiyo madhabahu yameinuka ndani mwako, yanakufunga. Unapoenda kazi kila siku, kazi yake imekuwa tu na limiti. Hausongi, unafanya kazi haubarikiwi, unajilaumu kila saa. Umekuwa mtu wa kutoa kanisani, umewalaumu watumishi wa Mungu, umelaumu makanisa, umelaumu madhabahu. Ni kwa sababu gani? Madhabahu yaliyo ndani mwako haujayagundua. Ndio maana leo hii nimekuja kukuambia kwamba kuna madhabahu, ni lazima ujue. Kuna madhabahu yaliyopandwa katika mji wenyu, kuna madhabahu yaliyopandwa katika boma la baba yako, kuna madhabahu yaliyopandwa katika mama yako mahali ambapo anatoka. Sijui ni wapi, sijui ni kwenyu ni wapi, lakini Mungu ndiye anayejua. Sijui madhabahu yaliyopandwa kwenyu, ni wewe ndio unayejua. Kunaye mwenye anayejua hiyo madhabahu. Maybe wengine walikuwa na ile marosa mababu, wengine walikuwa na misambwa, lakini wewe leo hii umeamua kumtukuza Mungu. Hujajikana hiyo maro, hujakataa hiyo maro, hujakataa madhabahu. Hata wengine walisema, wakatamuka walipopanda hiyo madhabahu, wakafanya vichinjo sawa, wakasema kwamba katika hili boma hakuna mtu atakayebarikiwa, licha kana kwamba asipomwaga damu ya kuku, asipomwaga damu ya mbuzi, asipomwaga damu ya mtu, asipomwaga damu ya kondoo, huyu hawezi akabarikiwa. Ndio maana leo hii unahangaika. Nataka kuja na jibu kwako leo hii. Nataka kuja na jibu leo hii. Nataka kukupea jibu la maisha yako. Ninataka kukuambia vile utakavyofanya, ndipo ujikate na hiyo kitovu cha laana, ndipo ujikate na hiyo kitovu cha madhabahu ya ukoo, ndio ujiachilie huru. Sababu haya madhabahu yanatesa. Haya madhabahu yametesa boma lenyu. Unapoangalia boma lenyu, hakuna mtu mwenye amesoma akabarikiwa. Unapoangalia katika familia yenyu, hakuna mtu aliyesoma akapenya hata akanunua gari. Katika familia yenyu, hakuna mtu aliyesoma hata akakuwa ameshika tu barua ya form 4. Hakuna. Wote wakifika darasa la 7 wanabakia hapo, la 8 hapo. Mwenye amesoma sana ni mtu mwenye ako na certificate ya class 8, huyo amesoma. Ni kwa sababu gani? Hakuna mwenye mababu senyu huko nyuma, hakuna mwenye aliyesoma. Wote hawakusoma. Walipoweka hiyo madhabahu akasema, wewe ndio tunakutegemea. Sasa ikawa hayo madhabahu ndio wanategemea. Hiyo nataka kukupa jibu. Ezekieli 18 inasema aje? Neno la Bwana likanijia tena na kusema, je, maana yake ni nini hata mkatumie midhali hii katika Israeli mkisema, baba wamekula zabibu mbichi na watoto wakatiwa ganzi meno? Yes, kwa nini hiyo midhali? Ati baba zetu walikula mizabibu mbichi nasi watoto tumekufa meno ganzi. Ni kwa sababu gani? Hiyo ganzi, maneno ambayo waliofanya, maagano walioweka katika hao madhabahu, ndio yanayotuandama, ndio yanayotufunga, ndio yanayotupiga vita, ndio hata hairuhusu ukae katika ndoa, hairuhusu ukae na mke, ukae na mume. Ni kwa sababu gani? Madhabahu ndio yanayokufunga. Unapokaa kwa ndoa inakuambia tu usikae hapa, usikae hapa. Inakutuma hadi kutoka kwa hiyo ndoa uingie kwa hiyo, unatoka kwa hiyo unaingia. Ni kwa sababu ya madhabahu. Kunayo watu waliokaa katika hiyo ndoa, kunayo watu waliokaa bila ndoa, wengine walikaa bila kuoleka kuoa. Hao watu wanainuka,
wengine walikufa, wengine wako hai, wanainuka, wanalia, mbona wewe oleke na mimi sijaoleka? Nilikufa bila kuolewa, nilikufa bila kuoa, mbona leo hii wewe unaoa? Ni kwa sababu wanalia. Ndio maana inakwambia hivyo. Unaposoma 3 inakwambia, kama niishivyo, asema Bwana Mungu, hamtakuwa tena na sababu ya kutumia hiyo methali tena. Hamtakuwa na nafasi ya kutumia methali tena. Utakapoamini na utubu juu ya hiyo majina, usimame katika madhabahu yako, ukatolea haya madhabahu sadaka. Inafaa utoe sadaka ya machozi kwa sababu ya hiyo damu. Kutoka katika hiyo madhabahu ni lazima ubebe sacrifice, si sacrifice ya damu. Utabeba sacrifice ya sadaka, na utabeba kitu cha uchungu. Utatoa kitu cha uchungu katika maisha yako. Kama ni fedha, utatoa fedha ya uchungu katika maisha yako, utaenda nayo katika madhabahu, na mtumishi wa Mungu atabadilishana maneno vile walivyobadilishana maneno akimwaga hiyo damu. Walipobadilishana maneno akijenga hiyo madhabahu, mtumishi wa Mungu naye asimame abadilishane hiyo maneno, na hiyo damu iwe imeisha, na hamtakuwa tena, na utakuwa huru, na upande wa madhabahu ya Kikristo, na Mungu wa amani atakubariki, na utaona unaanza kubarikiwa, utaona unaanza kusonga mbele. Bila hivyo hausongi mahali. Yangali anakudaisha. Mkanani na Mhiti wanapigania maisha yako. Mkanani na Mhiti wanakaa katika nyumba yako. Mkanani na Mhiti wanakaa katika watoto wako. Mkanani na Mhiti waachilie watoto wako wasome. Wanapenda katika shule, wamekuwa tu wa mwisho ni kwa sababu ya Mkanani. Angalia huko nyuma tu vizuri. Kwenye hakuna mwenye aliyesoma katangazwa kwa kilasi amekuwa namba 1. Wote walikuwa huko nyuma. Leo hii wewe unasimama unataka watoto wako wakuwe refu kwa shule. Hapana, ni lazima utajitolea. Ni lazima utasimama ukatae hiyo damu. Utasimama ujitenge na hiyo damu, ndipo utakapoachiliwa sana, na ndipo utakuwa huru. Yesu asifiwe tena. Asifiwe tena. Dadangu asifiwe tena. Nikuja hili na jambo ili nikuhimize, na Mungu wa amani wacha akuhimize zaidi. Nimekufunulia tu, na wewe mwenyewe jifunulie sana. Aliyesikia, na Mungu wa amani ambariki. Amen.